warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabiran. Walhamdulillahi kathiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkam kitabihil azizil hakim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina Muhammad sayyidil qail. Idza dakhala ramadhanu futihati abwabul jannah wa khulliqati abwabun nar wa sulsilati maradatu syayatin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa mustafana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahm wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta ifhama innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi al-mudhnibata bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Fa alaina wa alaikum bi taqwahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala aidan wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote nachukua nafasi hii kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mengi anayotufadhilisha kwa neema zake kubwa katika wakati kama huu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba yenu kwa kutujalia sisi na kutuwafikisha kwa mapenzi yake makubwa kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ameuleta kwa ajili yetu sisi kama alivyosema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao wameamini, nanyi mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa kufunga wale ambao walipita kabla yenu. Kwa lengo gani? Mungu anasema la'allakum tattaqun, ili muingie katika daraja ya kumcha Mungu. Ya Rabbi, tunakuomba kwa Ramadhani ya mwaka huu utujalie sisi miongoni mwa waja wako wacha Mungu. Tunatanguliza kukuomba Mwenyezi Mungu ujalie Ramadhani yetu hii ya mwaka huu ni Ramadhani bora katika nyingi tulizopata kuzifunga, na hata zile ambazo kwa fadhila zako utatujalia tuzifunge. Ndugu zangu Waislamu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana hiyo, lakini pia nachukua nafasi hii kumswalia kipenzi chake na kipenzi chetu, mtume wake wa mwisho, bwana wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyosema inapoingia Ramadhani ufunguliwa milango yote ya pepo na ufungwa milango yote ya moto, lakini isitoshe ufungwa minyororo mashetani wote, tukabaki sisi wenyewe. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ajma'in. Ibadallah, enyi waja wa Mungu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, na tujitahidini sana sana tumche Mwenyezi Mungu mpaka pale atakapotukuta mauti yetu, basi atukute ilhali sisi ni katika watu tunaohesabiwa kuwa ni wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, huku tukaendelea kumuomba atujalie sisi katika kundi hilo.
Ndugu zanguni, tuna haki ya kusema alhamdulillah. Tusemeni tena alhamdulillah. Tuipate mara ya tatu alhamdulillah. Leo tunaanza mwezi mosi ya Shawwal, kwa maana tumemaliza mwezi wa Ramadhani, mwezi bora, mwezi unaoitwa sayyidu shuhur. Wanachuoni wanasema ashuhuru kulluha ka auladi Yaquba, miezi yote ya mwaka ni sawa sawa na watoto wa Nabii Allah Yaqub. Yaqubu alijaliwa akapata watoto 12, na katika watoto 12 wale 11 wote walikuwa wakorofi, wote hawakuwa wakimsaidia, wote walikuwa watukutu, ila mmoja tu ambaye ni Yusuf alayhi salam ndio alokuja kumsaidia na akawasaidia na wenziwe. Na paka pale mwisho Qur'ani inatuhadithia Yusuf anamwambia baba yake, inni ara 11 kaukaba wa shamsu wal qamaru li sajidin, baba yangu, mimi leo nimeona nyota 11 zikinishuhudia, lakini pamoja na jua na mwezi. Yakubu akamwambia mwanawe, la tuhadith ru'yaka la ikhwatik, usiwahadithie ndugu zako ndoto yako hii, utakuja kuiona mwisho huko. Na sote tunajua kisa cha Yusufu na baba yake, kisa cha Yusufu na ndugu zake. Kiufupi, Yusufu alikuja kuokoa taifa zima, na hiyo ndiyo Ramadhani au mwezi wa Ramadhani unaofanya kazi katika miezi mingine yote ya mwaka. Ukiipata Ramadhani inaokoa miezi mingine yote ya mwaka mzima. Tusemeni alhamdulillah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtu aliyopata bahati akaifunga Ramadhani yote kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu ikiisha Ramadhani husamehewa madhambi yake yote yaliyopita huko nyuma, hata yakiwa sawasawa na magorofa au majabali kwa ukubwa wake. Tusemeni alhamdulillah. Na hakika anaongea na watu waliosamehewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadhani ni 13. 10 la kwanza 10 la rahma, na hakika anaongea na watu waliorehemewa. Ramadhani 10 la pili ni maghfira, 10 la watu kusamehewa madhambi yao, na hakika anaongea na watu leo hii hapa katika akaunti zao za madhambi hakuna hata single penny. Semeni alhamdulillah. Ramadhani 10 la mwisho ni la itqum minan nar, watu kuachwa huru na moto wa jahannam. Na hakika leo hapa sote tukifa, Mwenyezi Mungu atujalie kwa hilo, lakini tukifufuka tutakuwa tumefufuka peponi. Semeni alhamdulillah. Hii ndio hali ya Ramadhani, hii ndio kawaida ya Ramadhani, na hili ndio lengo la Ramadhani. Ndipo pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatwambia, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa kufunga waliopita kabla yenu, ili na nyinyi muwe katika kundi la watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati minal huda faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Qul Allah. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar. Ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibata bitaqwallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine, na baada ya kumtakia rehma na baraka tele kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni tena kama nilivyofanya hivyo katika hutuba ya kwanza, pamoja na kuhusia nafsi yangu tumche Allah. Ibadallah, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumalize mazungumzo mafupi ya hutuba yetu ya Eid ya leo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambayk. Adui yako mkubwa ni nafsi yako iliyokuwa kati ya pande zako mbili wewe mwenyewe. Usimtafute adui nje ya wewe. Lau mtu anakuuliza ni nani adui yako, sema nafsi yangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kurudi kutoka katika vita kubwa sana ambayo imemalizika kwa kushinda. Masahaba walifurahi kwa ushindi ule, na wengi waliona kwamba kuanzia pale Uislamu sasa utakuwa ni mwepesi na mambo yao yataendelea pasi na kupata misukosuko kutoka kwa maadui. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoielewa hali hiyo, aliwaambia, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Msifurahi, bado kazi haijaisha, bado mapambano yanaendelea. Wakamuuliza, kwa nini ya Rasulullah? Akamwambia, naam, hii jihadi tuliomaliza ya kufa watu na wengine kupata majeraha hata ya kupoteza viungo vyao, jihadi iliyopelekea baadhi yetu kupoteza mali zao, jihadi iliyopelekea baadhi ya wanawake kukosa waume zao, na jihadi iliyopelekea baadhi ya watoto kukosa wazee wao, hivi sasa ni mayatima, jihadi iliyoingiza watu hasara, ile ni jihadi ndogo kabisa. Raja'na min jihadil asghar. Masahaba, msifurahi, tumetoka katika jihadi ndogo sana ila jihadil akbar, tumekuja katika jihadi kubwa. Wakamuuliza, ya Rasulullah, wa ma huwa aljihadul akbar? Ni ipi hiyo jihadi kubwa? Akasema, jihadun nafs, jihadi ya nafsi. A'da aduwika nafsuka alladhi baina jambayk. Akamaliza akisema, adui yenu mkubwa ni nafsi zenu. Ndugu zangu mnaonisikiliza katika asubuhi hii ya mwezi mosi Shawwal 1446 sawa na 2025, mnatoka katika jihadi ndogo mnakuja katika jihadi kubwa, na jihadi mliopambana ilikuwa ni ndogo. Kwa nini? Vita vyetu sisi siku zote adui yetu tunadhani ni shetani, na kweli, na ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Shetani ndo adui yenu, na nyinyi lazima mumfanye shetani kuwa ni adui, usimfanye ni rafiki yako. Mwenyezi Mungu tujalie katika hayo. Kwa nini tuliweza kufunga Ramadhani? Tuliweza kufunga Ramadhani kwa sababu shetani tangu usiku wa mwanzo wa Ramadhani, ule usiku baada ya kuandama mwezi ambao asubuhi yake tunafunga, ukitoka tu mwezi wa Ramadhani, shetani wote unaowajua na usiowajua wote sufilat wa sulsilat, kwa hadithi ya Mtume Muhammad, wanafungwa, wanatafutiwa chumba, wanafungwa, unaachwa wewe na nafsi yako upambane. Na alhamdulillah tumezishinda nafsi zetu, tumepambana vizuri, nafsi zetu tumeshinda, tumefunga na tukasubiri kiu kikali. Na alhamdulillah Ramadhani ya mwaka huu ilikuwa na jua kali sana, joto lilifika mpaka 38-40
na watu walipata matatizo, lakini wengi wao au wengi wetu hatukuakhirisha saumu wala hatukuacha kufunga. Tulifungwa kwa kiu kikali sana, na uchumi wetu ndio huo, alhamdulillah, lakini tuliweza pia kuvumilia njaa zetu kwa jina la saumu mpaka tumemaliza siku 29. Semeni alhamdulillah. Tuliweza katika mwezi wa Ramadhani kujiharamishia hata vya halali, chakula chetu cha halali hatukila, vinyweo au vinywaji vyetu vya halali hatukunywa, basi hata wenza wetu wa halali hatukuwakurubia. Lakini pia mpaka wale ambao ndio wagovi wetu na wakaendelea kutufanyia ugovi, tuliwaambia nahnu swaimin, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha kana yaumu sawmi ahadikum fajahilahu ahadun falyaqul lahu inni saimun. Ikitokea mtu kafunga kisha akaja mtu akamletea ubabaifu, amwambie tu mimi nimefunga, na tumefanya hivyo. Ukiletewa rushwa unamwambia mimi nimefungwa. Akitokea mtu mbaya, mimi nimefunga. Akikushawishi mtu na tendo lisilomridhi Mwenyezi Mungu, tumemwambia mimi nimefunga. Tumemaliza Ramadhani yetu alhamdulillah katika ushindi mkubwa sana. Hivi ninavyosema hapa, lao mngekuwa mnazichungulia akaunti zenu zile za madhambi, wallahi nyeupe na zinakwenda katika kufungwa dormant kabisa. Lakini adui yetu ni nafsi yetu. Nichukue nafasi hii, vile tulivyoishi ndani ya Ramadhani ndiyo maisha anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sheria inasema inna ilaha shahraini wahidun, Mungu wa miezi miwili ni huyo huyo mmoja. Yani Mungu wa Ramadhani ndio Mungu wa Shaaban, Mungu wa Ramadhani ndio Mungu wa hii Shawwal tulioanza mfungo mosi. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy, yule ambaye kwamba alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu katika Ramadhani ajue kwamba Ramadhani imekwisha, lakini Mwenyezi Mungu bado yuko hai. Na kama kuna mtu alikuwa anaiabudu Ramadhani na akaacha mabaya kwa sababu ya Ramadhani, Ramadhani imekwenda zake na hesabu zake. Na sisi tunachotakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, twendeni na utaratibu wetu huu. Niseme kama nilivyosema mwaka jana, nilisema hapa na ndio neno langu namalizia. Tujijue sote ni kama wana michezo. Tuliokuwepo kempu, tulikuwa kambini mbele ya walimu wazuri waliotufundisha mbinu za mapambano kumshinda shetani na kuzishinda nafsi zetu. Alhamdulillah, leo tunaanza dabi, na alhamdulillah tupate ushindi mkubwa kuliko tuliopata katika Ramadhani. Ndugu yangu, nitakuwa ni ajabu ikiwa uliweza kuacha chakula chako cha halali na mke wako wa halali uje kushindwa na chakula cha madhambi cha haramu na mwanamke wa madhambi wa haramu. Cha halali ulichonunua kwa pesa yako ya jasho lako, ukasema hiki sili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo utoke nje kwa ajili ya nafsi yako tu. Nakwambia ndugu yangu, ada aduwika nafsuka alladhi baina jambai. Twendeni tukang'ang'anie tulichokipata ndani ya Ramadhani. Hadithi ya mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna lirabbikum fi shahrikum hadha la nafahat, Mola wenu subhanahu wa ta'ala anakupeni bonus katika siku za umri wenu, yani kama hivi anavyoileta Ramadhani. Mtume anasema fata'arahu la, ifungeni na mkipata thawabu zake zingang'anieni. Kwa nini? Fa'asa ahadukum tusibuhu nafha fala yashqa ba'daha abadan, inawezekana mmoja wenu akaifanya vizuri Ramadhani na akaandikwa yeye ni katika watu wema na asiwe muovu tena. Kumbuka, mimi na wewe tumeweza kuipata Ramadhani mwanzo, tukafika nayo kati, tukatoka nayo kati, tukafika nayo mpaka mwisho. Lakini kuna wenzetu wengi sana walitaka Ramadhani hata mwanzo wa kuipata. Lakini kuna wengine tulianza nao mwanzo, kati hawakufika. Kuna wengine walifika kati, mwisho hawajafika. Ni jana tu tumezika watu chungu mzima, akiwepo ndugu yetu Sheikh Isa bin Muhammad al-Amud. Tumeanza naye Ramadhani mpaka Ijumaa tumeswali naye, tarawehe tumeswali naye, alfajiri ya Ramadhani ya Jumamosi hatukuswali naye, na jana tumemzika. Wewe nani na kitu gani unachosubiri?
mpaka leo yasikukute aliyokuta watu wakubwa kama hao. Angalia kwamba upo duniani kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na mchezo ya kuona eti Ramadhani ndio msimu pekee wa kuabudu na nje ya Ramadhani ni wakati wa uhuru, hilo sio kweli, na mwenye akili hawi hivyo. Mwenye akili hawi hivyo. Ni sawasawa na mtu kanunua sabuni nzuri na taulo lake nzuri, akaingia bafuni akakoga, na baada ya kukoga tu anatafuta tope zenye kunuka anajigaragaza. Huu ni mchizi na ni wazimu. Natarajia naongea na watu wenye akili, watu wanaojielewa, lakini watu wanaojithamini, watu wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Twendeni tukachukue makusudio ya Ramadhani. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa zidna ya maulana hubban fihi bijahi indaka farij 'anna ma nahnu fihi. Ilahi la nas'aluka raddal qada'i bal nas'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma jami'i sahabati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhum sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar al-Faruq wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali bin Abi Talib wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa nakkis a'da'aka a'da'ad din wa khtim lana bi khairin minka arhamar rahimin. Allahumma inna dhamannaka anfusana wa auladana wa amwalana wa ma an'amta bihi alaina wa man ma'ana wa ma ma'ana wa man ahatat bihi shafaqat qulubina wa judurat buyutina wa haula'il khaliqat ajma'in wa kullana wa lahum khaira hafidhin ya khaira mustawda'in fi dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niombe tupate angalau dakika 5, hata wale uko nje tuondokeni kwa dua. Imekuwa ni desturi tukishamaliza khutba tunaondoka. Hapana, Waislamu huondoka baada ya kumuomba Mungu subhanahu wa ta'ala. Sote tukae tulipokaa, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema fa idha faragta fansab. Hii ni amri ya Mungu. Mimi nawakumbusha tu, Mungu anasema mkimaliza tulieni kidogo, jikurudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiondoka umempinga Mwenyezi Mungu ambaye ajabu kabisa umemtii mwezi mzima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Shukran.